Watu wengi wanahisi vibaya, wanahisi mimi natembea kule na Nawanda. Wengine wananiambia wewe Nawanda mpenzi wako, Nawanda hawezi kukuacha na mzigo huo. Kila mtu anaongea la kwake. Ila mimi kwa upande wangu haikuniletea shida. Naona tu ni kawaida. Na afu ni maisha ambayo yapo mtaani kwenye majumba ya watu, yani maisha ambayo ni yapo kabisa. Ila watu mashabiki ndo wani hivyo wanasema huyu anatembea na Nawanda mtu wake hivyo. Lakini sio kweli. Watu wanasema Nawanda hawezi kukuacha na mzigo huo. Nawanda hawezi kuacha huo mzigo kabisa. Lazima atakuwa amekukula. Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni exclusive interview kunako YouTube channel yetu kama ilivyokuwa kawaida yetu kuzungumza na wasanii ambao kwa hakika una vingi wewe binafsi ungetamani uvifahamu ama usikie. Na Nyundo TV leo tumeweza kumtafuta miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri sana kunako tamthilia ya Noma. Tunamfahamu kwa jina la Koku kama vile ambavyo unafahamika kwenye tamthilia ya Noma, ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa Nawanda. Sasa hivi naelekea kwa mke, lakini hatuna uhakika. Mwandishi wa story ya Noma ndiye anayefahamu. Nyundo TV tukasema wacha tumtafute bwana dada yetu hapa Koku tuzungumze naye vile ambavyo ameweza kushiriki, lakini walau kwa uchache sana yake ilianzia wapi? Ni ghafla tu yupo kwenye Noma ama kuna sehemu ambapo wamezunguka mwisho wa siku amejipata? Koku, mambo? Poa. Uko poa? Niko poa. Unafurahia zaidi mtu akuita jina la Koku? Sana. Kwa nini? Nafurahi tu. Kwa sababu limekuja kwa ukubwa yani. Kwa nafurahi sana. Jina la wazazi ambalo wamekugea ni jina gani? Naitwa Shadia. Shadia ni mwenyeji mkoa gani? Mimi Mdengeleko. Wewe. Mdengeleko? Una Mdengeleko na shape design hiyo? Mdengeleko na Makonde. Umechanganya? Mdengeleko ni kijiji gani? Rufiji, yani kuanzia Rufiji huko kwa kina Mbosso huko. Huko Kibiti ni Mdengeleko. Rufiji huko Bungu ni Mdengeleko, ni huko mbele huko. Yaani ninachotaka kufanya kwa wale ambao wapo maeneo yale ama mashabiki zako ambao wenyewe ni wakazi wa kule, waseme kwamba kumbe kwa nyumbani wa kijijini kwetu. Ndio maana najaribu kuuliza kwamba kijiji gani, nisikie kama ni Kibiti, ni Bungu, ni Jaribu ama ni wapi? Bungu. Ni Bungu au sababu nimesema Bungu? Bungu. Kabila yenu uko wenu uko kina nani? Uko wetu jamani, hadi uko. Mimi nitajua ukisema tu jina la ukoo, fahamu mimi nitajua. Uko wetu. Unaitwa Shadia nani? Tuanzie hapo, jina ambalo wazazi wamekupa. Naitwa Shadia Omali Ngungungu. Ngungungu. Bwana watazamaji wa YouTube channel yetu hapo, jina Ngungungu mtatuambia ni Wandengeleko wa kijiji gani? Bungu kama vile ambavyo yeye amesema, Kibiti, Kuilili, Jaribu, Tete, Muholo, Nyamwage mimi sijui. Wewe utajimaliza kwenye comment hapo. Utatuambia kwamba huyu Koku ili jina la Ngungungu ni mwenyeji wa Sembiani. Sana tulianzaje walau kwa ufupi? Tumeanzia tu kwenye Noma ghafla ama kuna sehemu ambapo tulihangaika mwisho wa siku kama tumejipata hivi? Walau jamii sasa inaona kuna mtu anaitwa Koku. Niseme tu kweli. Sijawahi kuhangaika kuhusu sanaa. Wewe. Ilitokea tu Noma. Basi. Noma ndo kazi yako ya kwanza? Noma ni kazi yangu ya kwanza kufanya kwenye sanaa. Sijawahi kufanya kazi yoyote, sijawahi kuonekana sehemu popote zaidi ya Noma. Waje sasa kushiriki kwenye Noma? Sorry ndefu. Kifupishe. Noma, kuna dada yangu mmoja anaitwa Mariam Boma. Na yeye anahusika huko kwenye kampuni ya Amok Film. Kwa Adam Kibaro. Kwa alinitafutaga yule dada yangu akanambia kuhusu masuala ya movie hiyo series. Basi mimi nikakubali kwa sababu ni dada yangu, au pia nilikuwa sina issue yote ya kufanya, niko tu mtaani. Kuna bora nifanye. Nakwambia ulihisi kama utaweza kufanya kitu ambacho yeye kufanya kwenye maisha yako? Yani kwanza nilikuwa naogopa, sijawahi kuigiza, sijawahi kusimamiwa na watu wengi. Kwa hiyo tu nilikuwa naogopa, lakini alinipa ujasiri, aliniambia utaweza. Na kweli mimi sijawahi kujifunza kuigiza. Siku ambayo ananiambia habari za kazi, kesho yake akaniletea scene zangu ambazo natakiwa ni shoot.
Nilishuti scene 9, naanza na scene 9. Yani sijui chochote, sijui kwa yani sijui chochote. Lakini nimeanza na scene 9, lakini niliweza. Yeye mwenyewe alishangaa, alifurahi. Kwa ndo hivyo. Unahisi ulikuwa una nini cha special mpaka wao wakasema wakutafute mtu ambaye hujawahi kuigiza, mtu ambaye hujui sanaa? Kuna watu ambao kwenye makundi kila kukicha wanahangaika kutafuta nafasi, lakini kwako imekuwa rahisi, ghafla tu kaitwa, mwisho siku umeshiriki kwenye noma. Unahisi ulikuwa na nini hasa? Maana ningesema muonekano, mimi sina muonekano huo, kama maana kuna wasichana wengine wa mjini yani wapo vizuri kuliko hata mimi. Kwa hiyo sijajua ni nini, na yani sijajua ni nini ambacho kinafanya au kilimfanya yeye bosi mwenyewe anipende niwe kwenye noma, sijui ni nini. Sijui, lakini tu naamini ni wakati ulifika mimi niwepo katika ile series basi. Tamani nisikie walau moment yako ama vile ambavyo ulifeel siku ya kwanza. Hujawahi kushuti, mnaingia location, maybe unakutana na wasanii wakubwa kina Nawanda, kina Hemedi kwenye kazi moja. Ilikuwaje? Ulikuwa una feel vipi hasa? Kwanza kabisa yani mimi nilipoambiwa habari za hiyo series nikamuuliza Damiriam, mnashuti na nani? Huyo mlengwa ni nani? Nikaonyesha picha ya Nawanda kabla ya kwenye kufanya kazi yote. Nilikuwa nampenda muda mrefu sana, yani nikiona vile anavyofanya na furahi, nampenda. Yuko vizuri. Kwa nilipoambiwa nafanya kazi na Nawanda nilifurahi sana. Na yeye pia alikuwa mtu wa kunipa moyo. Shadi atucheze hivi, yani hivyo, yani mtu ambaye ni ananifundisha. Tuwe serious, tufanye kazi, yani hivyo, muda umeenda. Mimi yani hivyo, yani mtu ambaye kafanya nifanye vizuri zaidi sababu nilikuwa nampenda sana. Unajua mtu ambaye unampenda afu unaambia unacheza naye kitu, unajisikiaje? Yani mtu ambaye unampenda. Leo kazi ipo Mtu ambaye unampenda afu unaambia unafanya naye kazi sehemu moja au utakuwa naye kwenye kazi sehemu moja, unajisikia yani nilikuwa tu najisikia yani najisikia furaha. Basi ndio hivyo. Bado sijapata ile moment ya hiyo siku ya kwanza kufika location afu nakutana na wasanii wakubwa. Hofu, furaha, yani ile nilikuwa na hofu. Afu nilinyongea, yani mimi sijawahi kuonekana. Nafanya kazi na watu ambao yani wakubwa wanaonekana. Nikoza yani tu nilikuwa na hofu kubwa sana kama nitaweza. Pale ninapoambiwa action nitaweza kweli mbele za watu, nyuma ya kamera kuna watu chini ya 7. Mimi yani tu nilikuwa najiuliza kama nitaweza, yani hivyo, lakini niliweza. Nilifanya vizuri, niliweza. Namshukuru Mungu kama watu wanavyoona nafanya vizuri, naendelea kufanya vizuri. Hivyo, namshukuru Mungu. Ni kwa bosi ama kwa watu wako karibu ama ni nani ambao ilichukua muda kidogo wao kuamini kwamba unaweza? Ni sini ulisema ulikuwa sini 9? Sini ya kwanza. Yaani siku ambayo nimepewa habari ya kazi, kesho yake nikapewa sini 9. Ulifanya script zangu kwenye simu. Basi unajua kwamba ulifanya ya kwanza mwanzoni kama vile ulikuwa hajawahi kukuona, kuna baadhi watu walikuwa wakuamini. Ulifanya ya kwanza, baada ya kwanza kuona na kukuamini, ama ulimaliza zote na kukuamini, ama kuna watu bado hawakuamini, ama kuna watu ambao wenyewe wanakuamini tu kabla ulikuwa hujaanza? Yani mimi naamini kwanza Damiriam aliniamini kabla sijaanza. Kwa nilivyoenda, nilipofanya hiyo ya kwanza wakaniamini moja kwa moja kwamba naweza. Tusemeje sasa? Umeshakuwa msanii rasmi ama ni lolote linaweza kutokea huko mbele? Mimi ni msanii rasmi. Tutarajie kumuona Koko, tutumie jina la Koko sio tuna Shadia. Tutarajie kumuona Koko kwenye kazi zingine sio tu noma. Inshallah kazi ikitokea nitafanya. Wanipe tu kazi, nitafanya kwa uweledi mkubwa. Kwa sababu ni kitu ambacho sikuwahi kukipenda sana, ila tu kilikuja kwa sababu naona ni wakati ulifika kwamba niwe kwenye hiki kitu, basi na mimi nitakuwa kwa sababu ya hivyo yani. Sawa, kuanzia kule ambapo ulikuwa upendi sanaa ama ulikuwa hujui sanaa, mwisho wa siku walau na wewe unajivunia ama familia yako unajivunia kwamba tuna msanii. Nani ambaye anastahili kupongezwa ama wewe binafsi tumbe mtu maua kabla hajafariki kusema huyu Koko mnayemuona sifa za pekee ziende kwa fulani fulani na fulani na fulani ambao amenifanya mimi niwe hapa? Yaani vipi, sijakuelewa. Mwanzoni si ulikuwa hujui sanaa ama ulikuwa kwenye sanaa ila sasa hivi upo kwenye sanaa?
kuanzia kule ulipotoka ulikuwa hujui lolote mpaka sasa hivi ni msanii na Koku, watu wanakuona, watu wanakufahamu, vidole ni vingi kwako. Yupi ambaye unahisi unatakiwa umpongeze ama umshukuru amekutengeneza kuwa huyu kuanzia kwanza mpaka wa mwisho? Kwanza kabisa nimshukuru dada yangu Miriam ndo alinitengeneza hivi. Alikuwa ananisia, ananisema unajua kwenye kushoot unaweza kukosea ukasemwa. Ukisemwa usikasirike, maana mimi natabia sana ya kulia. Hata nikasemwa nikaanza kulia, tena mambo ya kushoot yakaishia yani yakaishia hapo, nikaanza tena nikaanza kulia, yani kwamba mimi sipendi kusemwa. Kwa ile hali yeye ndo alifanya yani ile hali yani si nizoee, si nisema hivyo basi yani yeye ndo mtu ambaye amenitengeneza sana. Kwa siku hizo ukisema wale sasa hivi siri. Sasa hivi ningesema siri tunasikiliza basi. Mwanzo nilikuwa nikisema mbele ya wasanii vile wakubwa moyo unaniuma, yani kwa nini mimi niseme mbele ya Emedi au kwa nini mimi niseme mbele ya Nawanda? Yani hivyo kwa nilikuwa najisikia vibaya. Sasa hivi wala siumii wala siri, naamini yani mtu ambaye ananisema ananijenga vizuri. Familia inasemaje? Wazazi labda mama nakubali na yeye anachokifanya ama na yeye bado anaamini kwamba ni uhuni? Mama yangu anakubali sana. Sana, mtu ambaye ananisi fanya kazi, usiwe mjeuri, wasikilize watu ambao wamekuzidi. Yani mtu ambaye mama yangu ni anapenda sana ninavyofanya. Yuko huko Oman huko, lakini muda wote yeye analipia Azamax, anaangalia muda wote. Muda mwingine mpaka na yeye ndo ananitumia vipande. Leo nimeangalia kipande hiki nimekipenda. Hivyo familia yangu wote wanakubali. Karakta ambayo umepewa wewe kama mfanyakazi wa ndani, lakini kama ni mtu ambaye anaelekea ama ana mahusiano na Nawanda, yenyewe hija kuletea shida. Watu wengi wanahisi vibaya, wanahisi mimi natembea kule na Nawanda. Wengine wananiambia wewe Nawanda mpenzi wako, Nawanda hawezi kukuacha na mzigo huo. Kila mtu anaongea la kwake. Ila mimi kwa upande wangu haikuniletea shida. Naona tu ni kawaida. Na afu ni maisha ambayo yapo mtaani kwenye majumba ya watu, yani maisha ambayo ni yapo kabisa. Ila watu mashabiki ndo wani hivyo wanasema huyu anatembea na Nawanda mtu wake hivyo. Lakini sio kweli. Watu wanasema Nawanda hawezi kukuacha na mzigo huo. Nawanda hawezi kuacha huo mzigo kabisa. Lazima atakuwa amekukula. Lakini hajawahi. Nawanda mwenyewe anasemaje? Nawanda mzinguaji tu. Anaambia anafanya vizuri, watu wananikubali sana. Kwa niendelee kufanya vizuri. Basi. Hajawahi kuonaga hizo comment au kusemaga kwamba watu wanasema hivi na hivi labda sio na nini? Anaziona Instagram, TikTok. Yeye anasema TikTok watumii. Mimi ndio natumia sana TikTok. Maana TikTok yangu ni kubwa sana. Kwa watu wengi sana wananiacha vibaya, mimi natumia na Nawanda kweli. Yani hivyo mimi nampenda kweli Nawanda, sio movie. Kwa huwa yani kama hivi tukionana huwa nampa simu, anasemaga mwenyewe comment, anacheka tu. Aseme short. Anafurahi tu. Kweli ya kutaka mzigo. Sasa kama tunazungumza tu na mtu tutamtetea, kumbe Nawanda mwenyewe naye kama vile watu wanavyoamini. Hebu tumlipue kwanza. Ajione uko alipo. Nawanda. Hapana. Nje ya kazi unaishi na vipi Nawanda? Washikaji tu. Washikaji kweli? Washikaji sana. Rafiki yangu sana. Hata nikichelewa kwenye kushoot anipigia simu, "Uko wapi?" Njoo shoot, yani hivyo. Mshikaji wangu sana, rafiki yangu mno. Kama nikitaji na Nawanda kama unafurahi hivi. Mbona unifanya mimi niamini zile comment? Hapana bana. Rafiki yangu tu. Una tattoo ngapi? Na maana yake nini? Nani mbona una tattoo hivi watu kwanza tattoo nini? Na tattoo nyingine zimejificha huko ndani. Kwa hiyo ambazo zinaonekana? Hii nimechora, huyu ni dolphin. Tafsiri yake nini ama kwa nini uliamua chole? Huyu samaki ambaye tunampenda yani. The way alivyo, anapocheza na watu nampenda. Sijui maana yake nini lakini nimempenda tu huyu samaki.
Anajua baba kuna usha kunusurika labda kuliwa na dolphin ndio maana kama mchole. Hapana. Hii nyingine? Hii hapa alama ya muziki. Muziki. Maana yake nini? Napenda tu muziki yani kucheza, kusikiliza napenda. Ila kuimba? Siwezi. Au nataka kuweza kuhusu nini? Maana sijoka. Mimi nataka tu mimi nataka tu nijue kwamba una tattoo ngapi? Kila tattoo tafsiri yake nini hasa? Tattoo nazo 4 au 5. Nayo tumboni kama Kajala. Nayo kwenye mguu. Kwenye haya maeneo ya paja. Ya kwenye mguu umeandikaje? Au umechora emoji tu. Au unakiona pia sana tattoo? Hapana, sio sana, kawaida tu. Kama una tattoo zaidi ya 5? Yana tu. Vishawishi usichana ulikuwa mwingi. Lakini hujawahi kujuta ama unataka bwana singechora tattoo? Sijawahi kujutia hilo swala kwa sababu nilikuwa nachora mwenyewe kwa ridhaa yangu, kwa mapenzi yangu, kwa hela yangu. Kwa hiyo siwezi kujutia tattoo yoyote kwenye mwili wangu. Kama kuna watu sikiza wanachora tattoo afu baadaye najuta, anawashauri hadi watu. Niliona ni sio ni Andezeke sio nani vile? Alichora hiyo tattoo hadi akasema kama kuna vitu ambavyo siwezi kumshauri mtu kuchora tattoo. Mimi siwezi kujutia kwa sababu muda ambao napata akili ya kuchora ilikuwa ni akili yangu, nimeinuka mwenyewe, nimemwita mtu kaja kunichora, nimempa hela. Najiuguza ile tattoo mpaka imepona, yani sioni kama kuna majuto hapo. Ukishachora inakuwa ni maumivu mpaka ujiuguze. Kwa sababu inakuwa ile inakuwa ni sindano. Kwa ndani unakuwa unaumia, unatakiwa upake mafuta ili ipone haraka na iwe nzuri. Na maximum inachukua muda gani hadi kukauka kupona? Siku 3, siku 4, hata wiki. Sawa, turudi kwenye kitu ya kwanza mpaka leo kwenye tamthilia hii ya Noma. Scene gani ambayo kwa kweli the best? Ukikaa ukitazama unasema ile niliua. Yaani kama Wema Sepetu sio Wema Sepetu, Kajala sio Kajala, ni uliua kweli. Scene the best zipo nyingi sana. Sababu Noma yani hajawahi kuwa na scene ambayo imepooza. Noma ni na scene kali mwanzo mwisho. Na mimi nina scene nyingi sana the best. Yani scene the best kabisa ya kwanza bado haijaonyeshwa. Haijaanza kurushwa. Na scene ipi ambayo ilikupa shida sana kwenye kushuti? Labda ni kutokuwa na uzoefu labda, swala la aibu labda na vitu kama hivyo. Hiyo ya kumtega na Wanda, ya kumshawishi na Wanda awe na mimi kimapenzi. Unawezaje kuigiza vile wakati hujawahi kufanya sanaa? Unaigiza kutoka moyoni, yani mtu akikutazama ni mfano wa mtu ambaye mzoefu, ukashawahi kuigiza kazi nyingi, kumbe ndo kazi yako ya kwanza. Kwa nini unaweza vile? Naweza tu. Naweza tu. Yani swala la kuenza yani imekuja kwa sababu ya watu ambao kwanza kwenye hili jambo nilowashirikisha na watu ambao pia wamenipa moyo wakaniambia fanya utaweza. Yani hamna mtu ambaye hawezi. Fanya kwanza utaweza. Kwa nikafanya na kweli nikaweza. Na scene ipi ambayo uipende hata kuitazama kiangalia si unaionaje yani? Ilikuumiza labda alimuumiza mtu fulani? Scene ambayo Salma alinichapa makofi. Sipendi kabisa hata kuiona yani. Na nilivyoambiwa umepigwa huko nilijisikia vibaya sana. Niliumia mno. Naomba tuzungumzie kuhusu macho yako. Moja kati ya vitu ambavyo vinatajwa sana. Nimesoma comment yako. Kila kwenye comment ya posti zako macho lazima yawepo. Na Wanda imekuwa ni kitu ambacho anakupiga nacho sana. Afu macho yako hayo si nini na nini. Hivi yanakupa shida kiasi gani? Ama ni humu tu kwenye movie na posti basi? Macho yangu sio kwenye movie jamani, sitaki kuongea uongo. Macho yangu kila mtu yani nje ya movie kila mtu anasifia macho yangu, macho yako mazuri kila mtu. Naamini kwamba kweli ni mazuri. Ni mazuri sababu nayaona, ni mazuri. Ni mazuri Kuletea shida lakini. Yani shida ya yani kama hivyo labda mpenzi wako, una mpenzi wako alafu mtu au zile na Wanda macho yako sana kwa sababu nza nikaa nimekaa tu sehemu tulikuwa tumekaa na marafiki zangu au labda marafiki zangu wakawa na wapenzi wao. Yani mtu anaweza kahisi mimi labda labda namtega mwanaume wake.
sababu ya macho yangu. Hiyo shida naipata sana. Naambia huyu naye ana macho ya wizi huyu. Yaani watu wengi sana, mtu ambaye hamna mtu ambaye yani ambaye ananidm bila kusifia macho yangu. Kila mtu akinidm macho yako mazuri, wewe ni mzuri. Sijui kama ni mzuri, najua mtu wa kawaida. Lakini watu wanasema mimi ni mzuri, macho yangu ni mazuri. Mimi naona ni ya kawaida tu, lakini naamini kwenye uzuri, yani yapo kwenye uzuri, lakini siamini mazuri hivyo. Kama ya Lacey. Ni mazuri lakini haiwezi kumzidi Lacey. Yangu mimi ya kawaida tu. Tusemeje sasa kwenye noma? Nini ambacho kinakwenda kujiri? Mahusiano yako na Nawanda yanakwenda kuimarika, unakwenda kuwa mke wa Nawanda, ama mashabiki na watazamaji na wafuatiliaji tamthilia Noma waamini vipi? Mimi nataka tu niwaambie mashabiki kwamba waache kuangalia Noma. Noma mbele ni balaa, Noma imewaka moto, yani Noma ni ipo on trending. Kwa uko mbele, wakitaka kujua zaidi ni waangalie Noma kila kipindi, yani wasikose kwenye Noma. Mambo ni mazuri sana. Jana nikaangalia nikaona kama Adamu naye anaanza kukusifia hivi. Najaribu kujiuliza huyu Adamu atamwacha kweli Koko kwa uchu wake? Adamu ana uchu, lakini si kama itawezekana, kwa sababu mimi nampenda sana Nawanda. Alafu Adam ni rafiki wa mtu ambaye nampenda. Kwa hiyo siwezi kutimia na Adam hata kama yeye akinitaka. Haiwezi kutokea. Tumwambie kitu Adam. Acha kunimezea mate. Acha kunimezea mate Adam. Mimi ni mpenzi wa rafiki yake. Mwambie Adam usinimezee mate. Mimi ni mpenzi wa Nawanda. Mbona una uchu? Namtaki tutamwambia, unajua hii. Nishamwambia, maana watu jana nimeona kwenye comments. Adam naye kaelewa mzigo, yani hivyo. Kwa hiyo Adam hawezi kukupata. Hawezi kunipata kwa sababu mimi ni mpenzi wa rafiki yake. Sijajua anajua au hajui, lakini mimi ni mpenzi wa rafiki yake. Mimi najua mfanya kazi tu. Sidhani kama atakuwa anajua. Atakuwa hajui mimi kama ni mpenzi wa rafiki yake. Atakuwa anajua tu kama ni house girl. Sawa, tumalizie la mwisho labda. Nawanda anakusumbua. Mama ameshataka kuwaunganisha muwe familia, wachane masuala ya mfanyakazi za ndani lakini uwe mke. Kama haielewelewi amini mimi je kuwa na mfanyakazi, hebu tumwambie maneno mazuri. Ili kupitia interview ya Nyundo TV aamini kwamba atulie. Wewe tena sio mfanyakazi, wewe unatakiwa uwe mke, una sifa zote za kuwa mke. Tumwambie Nawanda. Nawanda jamani, Nawanda tulia, mimi ndo mke wako mtarajiwa, naikupenda, naikujali, naikuhudumia ukiwa nyumbani. Uachane na Salma, Salma yupo na Mr. Boni, mimi niko na wewe. Niko na yeye mpaka kufa. Nampenda sana Nawanda. Nampenda kwenye kazi. Hata ulivyosema hivyo nampenda Nawanda, tunajua kwenye kazi. Sababu kimahusiano Nawanda na mahusiano yake mengine. Ana mahusiano gani? Atajua mwenyewe, lakini kwenye kazi tunaonyesha ni wewe. Wewe mahusiano na Nawanda unajua? Amenigeukia mimi sijui. Hebu tugee basi hiyo. Nimekuuliza labda unajua mahusiano yake uniambie. Mimi sijui. Kwani Nawanda na mahusiano? Mimi sijui. Wewe kupigiwa simu na mwanamke wote, kwa nini unakaa karibu na mume wangu si na nini? Ombe bana hii kazi tu. Yaani kuna dada huyo ana DM sana TikTok. Ananitukana, si wewe Nawanda kwa haja kufanya kweli wewe, na kama hakufanya hawezi kuwa mwanamke wake kweli. Najua tu hiyo ni kazi. Mtu anaanza anambia vipi mwanamke wako? Mimi simjui. Kwa hiyo na tu vidada vinajipendekeza kwa Nawanda, lakini wewe kumjibu. Sasa nitawajibu watu wangapi? Mimi nishakuwa ni msanii, yani nishakuwa mtu ambaye anajulikana. Kwa hiyo siwezi kuwajibu watu vibaya, watu naitikia sawa au hivyo yani. Atumwekie basi sawa Nawanda kwa familia yake, labda kama ni kweli huyo mtu ni mpenzi wake au la. Waambie kupitia kamera yetu hii kwamba mimi sio mpenzi wa Nawanda jamani, hii kazi tu mnaniandama sana. Tunasafisha hapa. Sasa kwa nini niseme hivyo jamani? Kwani unajua mimi kama sio mpenzi wangu? Kumbe haina haja kusema. Haina haja kusema, kwani tunajulikana kama sio. Basi nisamee mimi naingilia penzi lenu. Penzi gani? Mimi nimesema hapa useme watu wasikuje DM kukutukana, wewe sio mpenzi wako, mnashuhudia tu utaki kusema. Unajua kama mimi sio mpenzi wangu, ila tu unajitoa fahamu.
Kwa hapa watu faida kwani kuwazidi yani hivyo siwezi. Sawa. La mwisho la kumalizia, labda kuambia marafiki, mashabiki ambao wanampenda Coco, wanapenda sanaa ya Coco na wanamwombea heri Coco. Nawapenda sana na waendelee kunisupport. Hivyo tu nawapenda. Wakisha kufuatilia Noma. Noma ni nzuri sana. Fuatilie Noma, msituache. Sisi bila nyinyi hatuwezi. Hivyo na mtaendelea kuniona kwenye Noma, na kama ikitokea kazi yoyote pia mtaniona. Asante. Sawa. Bwana, ni mahojiano haya mafupi na matamu na mrembo wetu anaitwa Shadia, ndio jina ambalo wazazi wamempa, lakini kuna tamthilia hii ya Noma nafahamika kama Coco, ambaye alianza kama ni mfanyakazi za ndani kwa Nawanda na Salma, lakini kwa sasa Mungu akipenda, Mungu akijalia na analolitaka likitimia na kwenda kuwa mke wa Nawanda. Mengi tumeyazungumza, kubwa zaidi kuhusiana na sanaa yake kuanzia alipoanzia mpaka hapa ambapo yupo sasa hivi, na walau kwa uchache tumeweza kugusia kuhusiana na maisha yake na familia yake kwa ujumla. Hebu tuambie kwenye comment hapo vile ambavyo unafurahishwa na uigizaji wa Coco. Kuna namna yote ambavyo unapenda ama unampenda Coco kwenye sanaa yake, sema kwenye comment hapa. Coco unavyofanya hivi mimi napenda, ama Coco mimi nakupenda kidesign fulani. Msafara wa Mamba na Kenge wakosi, sio wote ambao watakao kuwa wanampenda ama sio wote ambao watapenda kile ambacho Coco anafanya. Kama kuna chochote ambacho ukipendi cha Coco, kama kuna sehemu ambayo Coco alishawahi kufanya hiki, sema kwenye comment hapa. Hivi ambapo umefanya hivi mimi nilikuwa sijapenda na mimi Coco sikupendi. Sema kwenye comment, sio wote ambao watakuwa wanampenda. Atatafuta muda wake, atakuja kusoma comment. Kama kuna namna yoyote ambayo itamsaidia kubadilika ama kuongeza kitu kwenye sanaa yake, kupitia comment yako utakuwa umemsaidia zaidi. Mwisho kabisa nikwambie, usisahau kuitazama tamthilia ya Noma. Kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Thanks for watching. Bye.